Namnite Alexander Jimel, na kama unavyotuona hapa mbele ya kamera, siko mwenyewe kabisa, niko naye mmoja kati ya wakilishi ambao tumekwenda kukutana naye kwa siku ya leo. Acha kwanza ni msalimu. Jambo. Jambo kaka. Kwa kazi ambayo unaifanya hapa kwenye tasnia ya sanaa, tukuite nani kwanza? Yes, mi kwa majina naitwa Papi Saleh Pisco. Naam. Ndo majina yangu. Na unafanya kazi kama nani? Ni kama director ama ni kama msanii simple tu? Mimi nimechukua nafasi ya udirector. Mimi ni director kabisa hapa Baraka. Okay. Basi tulipanga kukutana na wewe kwa siku ya leo na tupate kujadiliana kuhusiana na sanaa ya hapa kwetu, hususan katika mji wa Baraka na tarafa nzima la Fizi. Na tumekwenda kabisa kuona tetesi kwenye mitandao mbalimbali, na tumekuja kukuta kwamba sanaa ya mziki wa hapa kwetu Fizi, hususan mji wa Baraka, unashuka sana. Ila sanaa ya uigizaji, yani sanaa yenu nyinyi ma MC waigizaji, inapanda. Hiyo inakuwa inatokana na nini? La kwanza naweza nikazungumzia kuhusiana hiyo pointi. Hiyo ni kweli kabisa, mfumo umebadilika. Maana kuna muda fulani wa sanaa ya muziki imetrend, imechukua muda sana, ikaenda ikasonga, lakini mwisho wa siku imekaa kama imesimama. Lakini nisiongee kiunafiki, muziki upo na unaenda na unafanya kazi. Lakini hapa nyuma sisi waigizaji tumekuja kujigundua, tumekuja kuelewa madhaifu yetu ni yapi, na mwisho wa siku tukajitahidi kidogo kujikosoa, japo si sana, si sana kivile. Tumekuja kujikosoa, maana kuna baadhi ya madhaifu ambayo tulikuwa nayo siku za nyuma, lakini baada ya kuona yale madhaifu yanazidi kuturudisha nyuma zaidi sana, ikabidi sisi tuweze kujijaza kivile, na ndio maana sasa hivi kabisa tumeweza kusimama kwenye msimamo mzuri. Na pia natumaini kwa gisi tunavyoweza kuongoza na kuweza kuandaa wasanii ambao tunafanya nao kazi, naamini baada ya siku ngapi au miezi mingapi huko, naamini tasmiri ya filamu au ya maigizo itazidi kusonga mbele sana. Asante sana kwa hilo ambalo umekwenda kujibia hapo. Nadhani kabisa watu ambao wanakwenda kutufuatilia kwa muda kama na huu na kwa wakati wote wanakupata vizuri. Na hapo awali wasanii waigizaji walikuwa wanalia sana, hususan wakisema kuwa media haziwasapoti, media zinasapoti sana mziki. Sasa kwa leo tunakwenda kuona media zinakuwa zinasapoti sana kazi ya wasanii waigizaji tofauti na wafanya mziki. Na hilo pia wewe kama director, wewe kama msanii mwigizaji, unalichukuliaje na unalipokeaje hilo swala? Hilo swala mimi nalipokea kwa tofauti kidogo, lakini ningeomba media nzima za Baraka tusegamee upande mmoja. Yani tusikae tu upande wa filamu, pia wanamuziki pia tuzidi kuwasapoti. Na mara nyingi tunavyozidi kuona tasmiri ya sanaa sehemu tofauti, kinachozidi kusapoti kazi za sehemu tofauti kwanza ni media. Media zinasaidia sana kuweza kusambaza kazi, maana media zinaposhiriki kwenye kazi za muziki, filamu, hivyo zinazidi sana kuinua kazi. Unakuta kabla unaandaa shooting ya filamu au muziki, kabla filamu au muziki haujatoka, kuna tofauti fulani ambao unajijenga kwanza. Yani watu wanakuja kupokea kitu chako tayari kimeshaonekana, eti kwamba mtu fulani au msanii fulani anaandaa kitu fulani. Unakuta watu wanabaki kwanza na shauku. Unapokuja kukiposti, unakuta kwa siku moja unakuta kabisa channel yako inajitahidi sana kuinuka. Kwa nini? Umetanguliza. Unaona? Sio, yani vitu vingi ambavyo vinaleta tofauti sana, watu tunaleta vitu kama vile surprise. Yani haijulikani kama ulikuwa unaandaa kitu fulani. Unaona? Na ndio maana tunasema kwamba media zijitahidi sana, zisiegamee upande mmoja. Okay. Yes. Papi Saleh, na shukuru kwanza kwa hili swala ambalo umekwenda kuongelea hapa kuhusiana na sanaa. Na tukiwa katika sanaa tu ya sanaa yote nzima, uigizaji pamoja na uimbaji, na ni ujumbe gani ambao, haiza message gani ambao unaweza ukawa nayo wewe kama msanii muigizaji kwa wale watu ambao wanasapoti kazi wakiwa nje ya nchi, hususan Umarekani, Ulaya nzima, wale watu ambao wanataka sana kusapoti kazi za nyumbani, ni ujumbe gani ambao unaweza ukawa nao kwao? Yes, ujumbe wangu wa kwanza ambao naweza nikawa wataarifu ndugu zangu wenye kwa nje ya bara letu la Afrika au nje ya nchi yetu ya DRC Congo, pointi kama vile Baraka,
Naweza nikawaambia kwamba ndugu zangu watoe wasiwasi na shauku kwa kazi ambazo sisi tunazifanya, na maana nikikumbuka nilianza kazi ya sanaa tokea kitambo, na kwa kuianza kazi ya sanaa nilikuwa na ndoto fulani, nilikuwa nategemea kitu fulani, na mpaka sasa hivi hicho kitu mimi bado nakifikiria. Japo nilianza kazi ya sanaa bado nipo mdogo sana. Lakini hicho kitu bado nakifikiria kichwani mwangu, na mpaka sasa hivi sijakitimiza. Na pia ningeomba kabisa wenyewe wafungue mioyo, na kama ni kutusapoti wazidi kutusapoti, wasiwe na ule moyo wa kibaridi sana, yani wanatuma kama vile warudishe, yani sio sawa. Msingi wajisikie tu huru, sisi tupo kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya kazi zetu. Na pia ningependa kuwakumbusha kwamba Baraka sasa hivi sanaa imeamka Baraka, wasanii wamekuja na shauku, maana sasa hivi tuna baadhi ya machipukizi. Okay, basi nisikukate kauli. Na hapo kwenye sanaa, hapo kwenye sanaa imekuwa na msisimuko. Ndo nilitaka ufafanulie watazamaji kuwa ni sanaa gani ambayo inakuwa na msisimuko. Maana sanaa ni nyingi, hata mcheza mpira ni sanaa. Hata sisi waandishi wa habari nasi pia tunafanya sanaa. Sasa ni sanaa gani ambayo wewe kwa mtazamo wako unaona kama ina msisimuko zaidi? Sanaa ambayo naizungumzia sana hapo ni sanaa ya filamu. Sanaa ya filamu imeamka kabisa, imekuja kabisa na shindo kali sana. Maana kuna baadhi ya machipukizi ambao wengi hatujaweza kuwashuhudia kabisa. Na ndo ile point ambayo tunazungumzia, media ijitahidi sana kufanya utafiti mkubwa sana. Ijiandae kabisa ikisikia kuna show sehemu fulani, maana kila show hapa kuna baadhi ya waigizaji, comedian, sijui serious, wote wanashiriki kwenye show, hata ikiwa ni show ya wanamuziki. Sisi tunawasupport sana wanamuziki, japo wanamuziki kidogo wanatukakataa kwenye mambo fulani, lakini sisi tunasupport sana. Kutokana na nini? Tunapenda kuamsha kazi zetu. Kwa hiyo ningeomba kabisa wale watu wenye kuwa nje, wenye kuwa na uwezo wao wa kupenda kufanya business na sisi waigizaji au wanasanaa, mimi sitokuwa mnafiki, wanasanaa wa muziki, wanasanaa wa filamu, basi wafungue mioyo. Baraka tunatenda kazi na kazi zinaenda vizuri. Naam. Yes. Okay, asante. Mimi sitokuwa mnafiki kwa kuongea kwangu. Yes. Ila nilitaka tu nikupe kwanza pongezi kwa kazi ambayo kwa sasa wasanii wa igizaji mnakwenda kuifanya. Mnasisimua tarafa letu, hata jimbo la Kivu ya Kusini pia. Tunawapa pongezi kwa hilo. Ila nimeona coming soon ambayo umekwenda kupost hapo. Nilikuwa kabisa nikipitia baadhi ya magroups, unajua tena mimi kwa mbwembwe. Nilikuwa katika baadhi ya kupitia kwenye magroup fulani, nikaona wana post coming soon alafu wanaandika kesho yangu. Nilipofuatilia mwisho wangu. Nilipofuatilia ile coming soon kabisa, nimeona ni kali na tisha kinoma. Hivi unaweza kuniambia hiyo filamu, haiza hiyo sinema, hiyo season mnaifanyia hapa Baraka, haiza mnaifanyia kando ya hapa? Hiyo season kabisa ipo tayari kabisa, watu wakae mkawa kula. Na mnisikukate, pengine unaweza ukarudilia title, maana mashabiki haiza wanaotutizama wajue ni kazi gani ambayo unaifanya. Papisa le. Hiyo movie inaitwa Mwisho Wangu. Mwisho Wangu. Mwisho Wangu ndo title. Okay. Na hiyo kazi tuliweza kuifanyia hapa Baraka. Hatuna location hata moja nje. Kweli? Yote tumeipigia hapa Baraka. Na natumaini kwamba yote inaishia hapa Baraka. Lakini kuna image fulani tofauti tumehama, sababu elewa Baraka ni kubwa. Baraka Katanga inafika hadi sijui Kalunja kule. Kote ni Baraka. Kandali wapi sijui kule. Lakini kuna zimoja location baadhi tumetoka kidogo nje ya Baraka Center, ambayo uko panaitwa Bomani. Ndio tumetoka tukaenda maeneo ya Katanga sijui na nini. Vitu kama hivyo, lakini location nzima ipo hapa Baraka. Mara ngapi tunapenda kujionyesha kwamba Baraka kuna location za ajabu, na pia Baraka kuna mandhari mazuri ambayo tunaweza tukafanya kitu kikaanza mwanzo na kikafika mwisho bila kutegemea sehemu nyingine tofauti. Naam, acha tuwape pongezi na pia tukupe pongezi. Wewe kama mshimamizi haiza mwandishi ambao umekwenda shimamia story hiyo ya mwisho wangu. Kabisa tulivyochunguza na tukaikaa chini, tumekuta kabisa unafanya kazi nzuri, na ndipo tuliona ni bora tukutembelee tupate mawili matatu kutoka kwako. Na kwa kufanya location yenu, ni changamoto gani ambazo pengine mlikwenda kuzipitia kwenye location, na utakwenda kutuambia kama season hiyo tayari mmekwisha imaliza, haiza bado hamjaimaliza mnaendelea? Pengine kwenye majadiliano haya ambayo tunajadiliana kunaweza kutokea mtu ambaye anaweza kaendelea kusupporti kazi yako, haiza kazi yenu nzima.
Ya, kusema kweli mimi sitokuwa mnafiki na sitoweza kudanganya, maana mzunguko wote wa hiyo sinema ya Mwisho Wangu mimi ndo najua madhaifu na mazuri, na pia changamoto ni lazima mimi niweze kuziongea. Changamoto zipo nyingi sana, na pia la msingi ndugu zangu wajitahidi kuelewa, bado wasanii wetu bado kidogo hatujawa na mazoea mengi sana ya shooting. Tunaweza tukashoot movie ya dakika ngapi afu tukawa tumemaliza, lakini hii ni sinema ndefu, ni historia ndefu ambayo ina idea na pia na mafunzo mengi sana ndani yake. Yes, changamoto ni nyingi sana kwa sababu hii timu ya ambao nimefanya nao kazi ni timu ambayo nimesaidiwa, yani nimefaa kama vile selection, nikaunga wasanii kutoka mbalimbali. Ina maana mimi sijawa na kundi rasmi ambao nafanya nao kazi. Nafanya selection, basi kuna changamoto, unakuta mtu unaenda kumtafuta mtu kule sijui kambini kwao au kwenye kundi lake, unakuta na mambo mbalimbali ambayo anayo. Unakuta yani kuna vitu vingine ambavyo vinakuja kwa tofauti. Hizo ni changamoto ambazo zinanisumbua. Inatokea siku nafanya gharama kununua chakula na kipiga afu shooting haijapita kutokana na nini? Kunaweza tukashuti scene ya wasanii 10 ila kunakosa mtu mmoja ambaye tena ni mlengwa wa ile scene. Hiyo siku inatokea kupita. Hizo ni changamoto ambazo zinanisumbua, na pia nasema kwamba Mungu atasaidia siku moja tukitengeneza kitu, na naamini kabisa hii movie nikiweza kuitoa, naamini mambo yatakuwa mazuri sana, na itakuja kutokea hata mimi nitapata wasanii wangu ambao tutategemea, nitawaongoza. Na pia ningeomba kabisa support, ndugu zetu wazidi kutusupport na kutusaidia kutokana na vifaa na kuweza kuamsha media. Kama kuna media chache hapa Baraka, wazidi kuongeza zingine ili ziwe nyingi, maana media zikiwa nyingi kutakuwa ushindani, na ule ushindani ndio utasababisha msisimuko fulani. Tena niliweza kuongelea hilo jambo, msisimuko fulani utazidi kutusisimua hata si wasanii fulani. Msanii fulani anakuja kunizungumzia hivi, mwingine anaongea, unakuta zile media zinakuwa na mabadiliko na kuleta kitu kingine kizuri sana, maana bila upinzani kwenye kazi haiendi. Yes, maana ukinizungumzia huko na mimi nazungumzia mambo mengine huku, unakuta mambo yanaenda vizuri sana. Yes. Okay, basi leo tuko na Papy Saleh ambaye ni director, amekwenda kushimamia filamu ambayo inaitwa Mwisho Wangu. Yes. Na leo tumepata kabisa kudiscuss naye mawili matatu, na amekwenda kuzungumza neno la kuomba support kwa media, support hata kwa wale watu ambao wanaweza wakawa na moyo mwema wa kusupport kazi hii ambayo inaitwa Mwisho Wangu, maana ni kazi ambayo inaelimisha, na inaelimisha jamii pia, na inaelimisha watu wengine tofauti. Leo tumesukuma kurudumu naye mtu wetu shupavu kabisa, director Papy Saleh. Tumekwenda kudiscuss naye mawili matatu. Pengine unaweza kawa na neno la mwisho la kutoa kwa mashabiki zako, haiza kwa wote ambao wanakwenda kutufuatilia kwa muda kama nao. Yepo, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Papy Saleh, director hapa Baraka. Yes, naomba ndugu zangu, mashabiki zangu, mzidi kutusupport sana kwenye kazi yetu. Tukikutumia link, jitahidi sana kutimiza vigezo na masharti kama vile kulike, kusubscribe, kila kitu kabisa, hapo mtaipenda sana hiyo. Asante.